Ndugu yangu, kama English medium imekushinda, rudi St. Kayumba. Eliza, hebu njoo twende kanisani, muogope Mungu. Haya, mimi naenda zangu kanisani. Wewe nitafuti bana mteja, mimi maisha yangu yashakuwa magumu. Kumbona tuelewani wewe? Yaani kila mahali ni hela. Ukienda huku hela, ukirudi huku ni hela. Yaani hata ukijikwaa tu mtu anakudai hela. Haya, poa sawa. Okay. Maisha yenyewe magumu haya sasa hivi. Kila ninapoenda vitu havieleweki. Wewe Ikram wewe. Ikram. Jamani. Ni macho yangu au naota? Sasa kama mimi niko hapa, wewe ni nani? Mimi ni wewe na wewe ni mimi. Kwa hiyo wewe kuibia watu, kutapeli watu, ndio mnadhani mtafanikiwa na mdogo wako? Kwa hiyo ndio njia sahihi ambayo nimeona nyie mtatoboa katika haya maisha. No. Sasa mimi nifanyaje? Kama unavyojua, mimi sina kazi ya muhimu. Yaani sina kazi ambayo naweza kusema ni permanent. Sina. Na kama unavyojua, nahitaji hela nyingi sana ili niweze kumpeleka mdogo wangu shule. Zipo njia nyingi sana za kufanikiwa. Acha hiyo njia unayotaka kuifanya. Kwa hiyo unanishauri nini nifanye? Nini natakiwa kufanya? Nini nifanye mimi ili niwe sahihi? Nifanye nini mimi? Niambie. Cha kufanya, tafuta kazi halali ambayo hata kama ni kipato kidogo unapata faida, lakini sio kuumiza watu. Umenielewa? Chagua njia iliyo sahihi na hatua zako zitakuwa njema kabisa. Zipo njia nyingi sana za kufanikiwa. Acha hiyo njia unayotaka kuifanya.
Yuko wapi? Yuko wapi? Inamaanisha nilikuwa naota ama? Nilikuwa naota? Nilikuwa naota mchana kabisa yani? Ndio nilikuwa nakuja kwenu Fatuma. Na mimi ndio nilikuwa nakuja kwenu. Basi tumekutana. Niambie rafiki yangu. Natafuta plani ya kumdhibiti Miriamu na Theodora. Na Eliza pia siku ile alikopo alinipiga. Eliza ndo nani? Ndugu yake Miriamu, nilikuta siku ile akanipiga. Inamaanisha sasa hivi wako watatu. Ndio, wako watatu. Miriamu, Theodora na Eliza. Wapo watatu, si tupo wawili. Sasa tunawashindaje? Hapo ndo nilipochanganyikiwa Jati mpaka kichwa kinawaka moto. Nishauri Jati. Hapa inabidi tukae chini tujadili cha kufanya. Maana mziki wao sio wa moto, ni wa volcano. Miriamu, subiri. Jati tutaongea baadaye. Fatuma, vipi? Bwana Yesu asifiwe. Mbona leo Bwana Yesu amesifiwa? Ishi hapo hapo. Yaani leo nimetaka kusema neno la Mungu. Sitaki crush na mtu yoyote. Yaani leo nipo vizuri. Kwa hiyo kama mkuja kwa shari, utaondoka kwa shari. Kwa hiyo ongea ulichonitia na chelewa nyumbani kwenda kupika. Unajikuta mwema sana, kumbe nyie ndo wale. Nyie ndo wale ambao Jumapili mmeenda kanisani, Jumatatu mnawanga. We dada, nimekwambia leo sitaki shari na mtu. Ukinitafuta utanipata. Kwa hiyo go. Quando le coisas não é quando chiamka. Hata kumbe saa yenyewe hata sina. Miriamu, jamani njaa. Jumapili nzima tunakula saa 4 usiku kweli? Saa 4 saa hivi. Ni hizo chips unaandaa ni au kabla leo nimewapa ile mkanunue hizo chips kiepe sio? Leta basi chakula na shangaa na mpulia nani.
sasa. Hapo umeidokoa. Leta chips. Chukua hii. Hichi kiepe changu nilikuwa nishakidokoa huko jikoni kaka. Nilijua tu. Nilijua ndio maana shangaa kiepe mbona kimedokolewa kama panya. Ala. So kweli mdogo wangu. Hata kama tuna maisha magumu ndo tusile kiepe. Sio kweli. Lakini kiepe hujaweka chumvi. Nimesikia hiyo. Ndugu wangu, una kitu. Unajua kutengeneza kiepe. Kasoro tu hujaweka chumvi. Haijakolea chumvi sana. Mashallah. Master. Nimeshachoka kukaa huku kwa Miriam. Mama atakuja lini kunichukua? Maisha haya siyawezi. Kila siku kupigana, kila siku kula ugali. Hapana, nimeshachoka. Lazima nifanye kitu. Yajayo. Shida, nisaidie. Siele pekee yake juzi mimi naomba.